Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Nipende kuwakaribisha katika ibada ya siku hii ya leo ambapo Mungu ametupatia neema ya kuwa hai tena. Kwa majina naitwa Elia Msukuma. Nikukaribishe katika ibada ya siku hii ya leo ambapo kichwa cha somo kinasema Mungu akikubariki usidharau wengine. Tuombe. Mtakatifu Baba wa mbinguni, tunakusihi na kukuomba kuwa pamoja nasi katika ibada ya muda huu. Roho wako mwema aongoze ibada, kajitwalie utukufu kutoka katika somo la leo na likawavute karibu na msalaba wa Kalvari kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kichwa cha somo kinasema Mungu akikubariki usidharau wengine. Tunapozungumzia dharau, ni ile tabia anayokuwa nayo mtu ya kuwapuuzia watu wengine. Ni ile tabia anayokuwa nayo mtu ya kuwadharau wengine. Ni ile tabia ambayo anakuwa nayo mtu ya kuwaona watu wengine hawana thamani. Yaani ni ile tabia ya kujiona ya kwamba wewe ni bora kuliko wengine na kuwaona watu wengine hawafai kwa sababu wewe leza umefanikiwa kufika katika level ya maisha fulani. Dharau ni tabia ambayo inaambatana na kiburi na majivuno. Yaani palipo na tabia ya dharau ndipo sehemu ambapo kuna kiburi na majivuno, ambapo mara nyingi tabia ya dharau huja katika maisha ya mwanadamu kutokana na mafanikio aliyoyafikia katika maisha yake. Kuna nyanja mbalimbali za maisha ambazo mwanadamu anaweza akazifikia akawa na dharau, na kuna mwingine anaweza asiwe amefanikiwa ila akawa amebarikiwa kuwa na kitu fulani kuliko watu wengine. Anajiona kwamba yeye ni bora kuliko wengine kutokana na kile alichonacho. Kuna wengine walipobarikiwa kuwa na elimu ya juu, walipobarikiwa kuwa kupata degree, wakaanza kudharau watu wengine, watu ambao wana level za kawaida za kielimu, watu ambao aidha hawakufanikiwa kupata elimu. Na kuna wengine wameenda mbali zaidi, kutokana yeye amesoma zaidi, anadharau mpaka wazazi. Sikiliza, katika karne ya 21 pameripotiwa na kuwepo kwa matukio ambayo kuna vijana ambao baada ya kufanikiwa katika maisha ya kielimu wakapanda katika level za juu za kielimu, wakawa na degree, wakaanza kudharau ndugu, wakaanza kudharau marafiki, hata wamefikia hatua ya kudharau wazazi mpaka na kuwakataa. Sikiliza, Biblia inasema hivi katika kitabu cha Misali, katika kitabu cha Misali 14 na ile fungu la 21, Biblia inasema hivi: amdharaulie mwenzake afanya dhambi, bali amhurumiaye masikini ana heri. Sasa yule kijana ambaye yeye baada ya kupanda kimaisha anaanza kuwadharau wengine kutokana na elimu alionayo, kihalisia Biblia inaripoti amdharaulie mwenzake anafanya dhambi. Kuna mwingine alipofanikiwa katika maisha ya kiuchumi akaanza kuwadharau watu wengine na kuwaona kana kwamba ni wazembe, na kuona ni kana kwamba hawatumii vizuri akili zao, na kuona ya kwamba kama hawa watu wao ni wavivu.
acha nikwambie ya kwamba Mungu akikubariki kukuinua katika kiuchumi, usiwadharau wala ambao bado hawajafanikiwa katika maisha ya kiuchumi. Sikiliza, yaani Mungu akikuinua kutoka katika levu ya maisha ya umasikini akakuweka katika levu fulani hivi, usije ukajiinua na kuanza kudharau watu wengine, maana hiyo ni neema, hivyo itumie kuwabariki wengine, na hivyo kupitia neema aliyokupatia Mungu, Mungu akajitwalie utukufu. Kuna watu ambao baada ya kubarikiwa katika maisha ya kiroho wakaanza kudharau wengine. Kuna wengine walibarikiwa kuwa na karama nyingi, wakabarikiwa kuwa waimbaji wazuri ambao wakiimba dunia inatikisika, yaani watu wanasema umetubariki. Kuna watu baada ya kuwa waimbaji wazuri wakaanza kuwadharau watu wengine na kuwaona kwamba wao si lolote. Kuna wengine walikuwa ni wahubiri wazuri, lakini kutokana na umaarufu walioupata wakaanza kudharau watu wengine na kuwaona kama watu wasiofaa na kuanza kujiona wao kuwa ni bora kuliko wengine. Nikwambia ya kwamba Mungu akikupatia kipaji cha kuhubiri vizuri, watu unawabariki, usiwadharau watu wengine. Mungu akikubariki kuwa mwimbaji mzuri, ukisimama jukwani watu wanatikisika, wanasema umeimba, usiwadharau watu wengine ambao wanaonekana kuwa na karama za kawaida. Sikiliza, kuna watu wengine baada ya kufanikiwa kuinuka katika maisha ya kiuongozi, Mungu akawainua wakawa katika uongozi fulani hivi, wakaanza kuwadharau watu wengine na kuwaona ya kwamba ni kama watu ambao hawafai. Acha nikwambie kwamba Mungu akikuinua usiwadharau watu wengine. Kuna wengine wamebarikiwa, huenda kama ni mdada amebarikiwa kuwa na sura nzuri, amebarikiwa kuwa na shepu nzuri, akipita mtaani anatisha watu, na ndivyo basi anaichukulia kama nafasi ya kuwadharau watu wengine. Na ndio maana moja ya vitu ambavyo vimechangia kuna wadada wengi walio wazuri hawaolewi ni kwa sababu baada ya kufanikiwa, baada ya kubarikiwa kuwa na shepu nzuri na sura nzuri, wakaanza kuwadharau wanaume na kuwaona si lolote na kuanza kujivunia uzuri. Acha nikwambie, mpe Mungu utukufu katika uzuri ulionao. Yaani kuna mtu unakuta anajisifia uzuri alafu ana miaka 13, ana miaka 20. Sikiliza, katika Biblia Sara analipotiwa katika miaka akiwa na miaka kuelekea 90 akiwa ni mzuri, alafu wewe kisa unakaa uzuri hujafikisha hata miaka 60 unajivunia. Sikiliza, mpe Mungu utukufu. Katika nyanja yoyote ile ukifanikiwa kimaisha, usimdharau mtu mwingine, maana hiyo ni neema ambayo Mungu huitoa kwa mwanadamu. Hivyo Mungu wakati wa neema ukishafika kwako, usitumie kama fursa ya kuwadharau watu wengine na kujiona wewe ni bora kuliko wengine. Hasa sikiliza, kuna watu wengine walipofanikiwa katika maisha ya kiuchumi, maisha ya kielimu, imefikia hatua mpaka wamemdharau na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wameona ya kwamba hata kama ni ibada hazina maana, wanaona ya kwamba hata kwenda kwenye ibada ni kupoteza muda, eti kisa ameyafikia malengo fulani ambayo yeye yamemfanya kuwa na kiburi. Biblia katika kitabu cha Misali 3 na lile fungu la 34, Biblia inasema hivi:
hakika yake huwadharau wenye dharau, bali huwapa wanyenyekevu neema. Yaani mtu mwenye dharau pia hudharauliwa na Mungu. Yaani unapomdharau mwanadamu aliyeumbwa kwa sura ya Mungu, aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu, ambaye Mungu akimtazama anamuona ni wa thamani, Biblia inasema hakika yake huyo mtu atadharauliwa. Na kuna watu wengine wamefikia hatua mpaka wamedharau watumishi wa Mungu, na ndio maana hata katika makanisa leo unakuta washiriki wanachagua hata mtumishi wa kumsikiliza. Akija mhubiri fulani hivi washiriki hawaatendi, ila akija mhubiri fulani ambaye huenda ana kipawa kikubwa cha kuhubiri wanaatendi kwa wingi. Sikiliza, Mungu akikubariki chochote kile usidharau wengine. Kuna watu ambao walioko ndani ya kanisa ambao wamekuwa na dharau. Kuna wengine walipobarikiwa kuwa na familia nzuri, watoto ambao wanasikiliza, yaani watoto ambao wana tabia nzuri, basi wakaichukulia hiyo kama nafasi ya kuwadharau watu wengine. Acha nikwambie katika siku hii ya leo, usiwadharau watu wengine. Biblia inasema amdharaulie mwenzake afanya dhambi. Kiwalisia katika mafanikio yoyote yale ambayo Mungu amekufanikisha, haijalishi ni mafanikio ya kielimu, haijalishi ni mafanikio ya kiuchumi, haijalishi ni mafanikio yoyote yale, mpe Mungu utukufu na yatumie kuwabariki watu wengine. Moja ya vitu ambavyo tunatakiwa tujue, utamjuaje mtu mwenye dharau? Huenda mtu ananisikiliza hapa anajiuliza, mimi nitajuaje kwamba nina dharau? Moja ya dalili kubwa za mtu mwenye dharau ni kuwapuuzia watu wengine, kutokuwaheshimu watu wengine, kuonyesha kiburi na majivuno, kutokujali hisia za watu wengine, kuzihaki na kukejeli, kujifanya hajui, kudharau matukio muhimu, kutokuzingatia mazingira ya kijamii, kujifanya anajua kila kitu. Yaani mtu mwenye dharau ni mtu ambaye yeye kila kitu anajua, yaani hataki kuambiwa. Na unakuta hata kama kuna sehemu mna discuss mambo fulani, yaani yeye anataka hata kama akitoa point isikataliwe. Yaani yeye akisema jambo likubaliwe na wote. Yaani ukijihisi hivyo una tabia ya kudharau wengine. Biblia inasema ya kwamba moja pia sifa za watu wenye dharau ni watu ambao hawakubali makosa. Yaani hakubali lawama zozote, hakubali makosa aliyoyafanya. Mara zote hujiona ya kwamba wao wako perfect. Acha nikwambie katika siku hii ya leo, Mungu akikubariki usidharau watu wengine. Katika makanisa katika karne ya sasa hivi kuna washiriki ambao wameinuka na kuanza kuwadharau watumishi wa Mungu, na kuna watu wengine ambao huenda wamebarikiwa kiuchumi, walipowasaidia wachungaji, walipotoa chochote kwa wachungaji, walichukulia kama fursa ya kuwasamehe, ya kuwadharau watumishi wa Mungu. Acha nikwambie kwamba usitumie nafasi yoyote kudharau watu wengine. Hata ndani ya kanisa pamekuwepo na kudharauliana. Yaani kuna mtu ambaye anaonekana kuwa ni bora kuliko mwingine, kuna familia ambayo inaonekana kuwa ni bora kuliko familia nyingine. Hivyo familia ambayo inaonekana katika maisha ya level ya chini hudharauliwa na huonekana si kitu. Acha nikwambie, wanadamu tunapokuwa mbele za Mungu wote ni sawa. Na kuna watu mpaka wamedharau neno la Mungu na kuona ya kwamba haina maana ya kwenda hata katika ibada.
wamezalau neno la Mungu, wamezalau ibada, na mpaka wanaona haina haja ya kuhudhuria katika ibada. Acha nikwambie, Mungu akikubariki usizalau watu wengine. Watu wengi ambao waliinuka na kuwazalau watu wengine baada ya kufanikiwa katika maisha ya kielimu, maisha yao walikuwa na miisho mibaya. Kuna watu ambao walipoinuka katika kiuchumi wakaanza kuwadharau wengine na kuwasema vibaya, waliporomoka kiuchumi. Sikiliza, kuna wengine ambao baada ya kufanikiwa kuwa na maumbile mazuri waliwadharau wengine, lakini miisho yao ilikuwa ni mibaya. Kuna wengine ambao baada ya kuwa wahubiri wazuri wakaanza kuwadharau watu wengine, hivyo wakawa na miisho mibaya. Hivyo kuna wengine walipokuwa ni waimbaji wazuri, walipowadharau wengine walishuka hata katika ile level ya kuimba vizuri. Sikiliza, Mungu akikubariki kitu chochote usidharau watu wengine. Haijalishi huyo mtu unamtazama vipi, usidharau watu wengine. Na ndio maana kwa sababu ya kudharauliana mpaka imefika hatua ambapo hakuna maelewano hata katika jamii. Hata ndani ya kanisa pamekuwepo hakuna maelewano kwa sababu ya watu kudharauliana. Hivyo wito wa Mungu katika siku hii ya leo ni kwamba tugeuke watu, tusije tukadharauliana, maana sisi sote mbele za Mungu ni wa thamani. Kwa hiyo kama sisi sote tuliumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu, usije ukachukua nafasi yoyote kumdharau mtu, maana kila mwanadamu aliyeumbwa ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo watakatifu wa Bwana unaonisikiliza, katika huu mwaka 2026 azimia kutokuwadharau watu wengine. Anza kuheshimu watu wengine. Anza kuona watu wengine wana thamani. Anza kuona watu wengine ya kwamba na wao ni watu bora. Sikiliza, anza kuona ya kwamba hata wao wanafaa kufanya jambo fulani. Sikiliza, ukifanya hivyo Mungu wa mbinguni atakuinua zaidi. Mungu akikubariki usidharau ndugu. Mungu akikubariki usidharau washiriki wenzio. Mungu akikubariki usiwadharau watumishi. Mungu akikubariki usidharau majirani zako. Mungu akikubariki usidharau vijana wenzio. Mungu akikubariki usidharau mtu yoyote, maadamu bado unaishi. Kuna wengine walipobarikiwa kuwa na ndoa nzuri waliwadharau watu wengine. Kuna wengine walipofanikiwa katika maisha fulani wakawadharau watu wengine. Hivyo katika maisha yako usitumie nafasi kuwadharau wengine. Kiwalisia moja ya mambo ambayo yanafanyika katika makanisa kwa sasa hivi, kuna watu wengi ambao huwadharau watu walinzi wanaokaa magetini. Yaani hata katika makanisa, sehemu ambapo panasadikika kuna watu wa Mungu, na wao huwadharau watu walinzi. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yako wewe Mkristo, usidharau watu wengine. Kuna watu ambao mahala fulani waliripotiwa kuwadharau walinzi na kuwatukana, alafu amekuja katika ibada. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni anatamani kuona watu ambao tunaheshimiana. Mungu anatamani kuona tukibebeana mizigo.
Biblia inasema mpende jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako. Hauwezi ukampenda mtu ambaye unamdharau. Hauwezi ukamjali mtu ambaye unamdharau. Hauwezi ukamthamini mtu ambaye unamdharau. Hauwezi ukamwona kuwa ni bora mtu ambaye unamdharau. Hivyo katika siku hii ya leo, acha nikuambie ya kwamba katika jambo lolote lile ukifanikiwa, mpe Mungu utukufu. Katika jambo lolote lile Mungu akikubariki, acha Mungu ajichukulie utukufu. Katika mambo yote utakayofanikiwa, acha Mungu ajitukuze kupitia wewe. Katika jambo lolote lile Mungu ajichukulie utukufu. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tunapoelekea mwisho ya somo la leo, Mungu amekubariki vitu vingi sana. Tumia kama fursa ya kuwa mibaraka kwa watu wengine. Ukifanikiwa katika maisha ya kielimu, tumia kama fursa ya kuwabariki watu wengine. Ukibarikiwa katika maisha ya kiuchumi, tumia hiyo fursa kuwa mbaraka kwa watu wengine. Ukibarikiwa katika maisha ya kiroho, yaani ukawa wewe mtu mwimbaji mzuri, mwenye kalama ya kuhubiri vizuri, mkarimu, tumia hiyo fursa kuwa mbaraka kwa watu wengine. Mungu akikubariki kuwa na sura nzuri, kuwa na umbo zuri, sikiliza, tumia vizuri ili Mungu ajitwalie utukufu. Mungu wa mbinguni awabariki. Tunapoenda katika misho ya ibada leo, tusimame tuombe. Mtakatifu Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa maana umeongoza ibada ya leo. Zaidi sana ukatusaidie kuwa watu wasiokuwa na dharau kwa watu wengine. Ninakusihi na kukuomba Baba wa mbinguni, utufanye kuwa watu ambao tutawaheshimu watu wengine. Tutaona watu wengine kuwa wa thamani, na zaidi sana tusaidie kuwa mbaraka kwa jamii inayotuzunguka, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.